Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na mfululizo wetu wa darsa za hijama, na leo tulikuwa tunataka kuzungumzia historia fupi ya tiba ya hijama. Tunapozungumzia hijama, inawezekana wengine wanadhani kwamba tiba hii imeanza jana au imeanza juzi tu, lakini hii ni tiba ya dhahabu, ni tiba ya kale. Kama wahenga wanavyosema vya kale ni dhahabu, basi hijama ni moja kati ya tiba ya kale sana. Kwa hiyo leo tutaelezea historia ya hijama. Historia ya hijama imerekodiwa katika vitabu vikubwa vya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Sahihu Bukhari, Sahihu Muslim na Sunan Ibn Majah na vingine vingi, kama ilivyo historia ya sunna ya kupiga mswaki kila mtu anapotia udhu au kuswali au kabla ya kula na baada ya kula. Hijama ni pia ina historia ndefu sana tangu mitume yote ya Allah tabaraka wa taala 124,000 alayhi salam. Kwa kwanza, kipengele hiki cha kwanza ni kuonyesha kwamba historia ya hijama haijaanza leo wala jana, bali historia ya hijama ipo tangu na tangu kwa mitume yote 124,000 iliyoletwa duniani na Allah tabaraka wa taala mpaka kuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliifanya hii tiba ya hijama. Kwa kuwa wahenga wanasema vya kale ni dhahabu, basi hijama ni dhahabu ambayo umma umeiacha. Watu wanaamini sana kwenye kula dawa za kemikali. Mtu akisikia maumivu anakwenda kunywa Panadol, anaona kuna Diclofenac, anaona Diclofenac, anahisi kwamba ndo anausaidia mwili wake, kumbe anautilia majanga mwili wake. Kwa mitume 124,000 wamefanya tiba ya hijama, na historia ya hijama haina tofauti na historia ya mswaki. Kama unavyoona, mswaki wa mti umekuwa ni mswaki wenye historia ndefu toka binadamu wa kwanza mpaka binadamu wa mwisho katika kutuma katika mitume ya Allah ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunapozungumzia hijama, ujue tunazungumzia tiba yenye umri mrefu sana katika maisha, kiasi cha ajabu hata kuliko na umri wa binadamu mwenyewe kuwepo hapa duniani. Hijama ilifanywa na kila nabii na wa Allah tabaraka taala. Qur'ani imeweka wazi ya kwamba umma ulitumiwa mtume. Tukitazama ukweli wa mitume na manabii zaidi ya 124,000 basi alayhim salam, utaona kwamba waliotumwa kwa kaumu mbalimbali hapa duniani, basi hijama kama tiba ina historia yake ya kale sana duniani, sawa na historia ya mtume na kila nabii, na ni historia yenye kuendelea mpaka hivi sasa. Kwa maana tunapozungumzia tiba ya hijama sio ya jana wala juzi, ni ilianza tangu na tangu, na hatimaye mpaka leo tunavyozungumza hapa, tiba hii ya hijama imeendelea kutamalaki katika jamii na imeendelea kuwa maarufu katika jamii kwa sababu ya matokeo yake. Wakati wa tiba yakisha kufanyika, basi mtu anapata matokeo haraka sana. Lakini pia tiba ya hijama katika maandiko ya kihistoria, jambo hili ni la hijama linathibitishwa na picha za vifaa vilivyotumika kwa zama za mwanzo. Utaona kulikuwa kuna mapembe, utaona kuna glasi, mapembe ya mfupa, utaona kuna glasi za mfupa. Kwa utaona kwamba vile vitendea kazi vilivyokuwa kitumika zamani ni ushuhuda tosha kabisa kuonyesha kwamba tiba ya hijama ni tiba kongwe, imepita karne na karne mpaka leo imetufikia sisi. Tiba hii tayari ilishakuwepo duniani, isipokuwa tu uchache watu kuifahamu ndio hawaifahamu. Historia inaeleza matumizi ya tiba ya hijama yaligundulika katika nchi ya Misri zamani sana. Moja kati ya kitabu cha tiba cha Misri kinachokadiriwa kuandikwa kabla ya miaka 550 ya kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salam, inaeleza kitabu hicho kutolewa damu kwa hijama ni njia iliyotumika kuondoa bakteria, kuondoa virusi, kuondoa fungus, kuondoa vijidudu vyote vyenye uwezo wa kusababisha maradhi kwa katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo utaona kwamba kupitia ibara hii, tiba ya hijama ni moja kati ya tiba ambayo ina historia ndefu, kwa sababu kitabu cha kihistoria katika nchi ya Misri kimegundulika, na ndani ya kitabu hicho imeandikwa tiba ya hijama, lakini kitabu ambacho kina uhai wakati kinagundulika, uhai wake ni karibu miaka 550 nyuma kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam.
Kwa kuonyesha hijama Nabii Isa alikuta, hijama Nabii Yahya alikuta, Zakaria alikuta, mpaka Nabii Adam alayhi salam hijama tayari alishaikuta, ipo na ni ipo kwa ajili ya wanadamu. Nabii Isa alayhi salam kinaeleza kitabu hicho kutolewa damu kwa hijama, njia iliyotumika kuondoa bakteria, virusi, fungus na vijidudu vyote vyenye uwezo wa kusababisha maradhi katika mwili wa binadamu. Na huu ni ushahidi mwingine kwamba tiba ya hijama ilitazamwa kama tiba nyepesi zaidi ya kutibu kila aina maradhi na pia kutunza afya ya mwanadamu. Hijama ni kama chanjo na kinga. Kwa hijama inakuwa ni chanjo kwa mtu ambaye hajapata maradhi na ni kinga kwa maana inamkinga mtu asiweze tena kupata maradhi. Kwa sababu gani inamkinga na kwa nini ni chanjo? Kwa sababu hijama inakwenda kuondosha zile seli nyeupe zilizokufa na kisha kuruhusu seli nyeupe safi kuzaliwa mara 3 ya zile ambazo zimekufa. Lakini seli nyekundu zilizokufa, alafu baada ya hijama inasaidia kuzalisha seli nyekundu mara 3 ya zile ambazo alikuwa nazo mtu awali. Kwa hiyo kiufupi, mtu anapofanya tiba hijama anakwenda kupata manufaa ya faida ya kiafya kwa ujumla wake na kurudi katika hali yake ya mwanzo. Hippocrates na Galen, Hippocrates na Galen wakiwa mashabiki wakubwa, walikuwa mashabiki wakubwa wa tiba hii ya hijama. Tunalizungumzia historia ya hijama. Tunapozungumzia historia ya hijama duniani, tufahamu kwamba tunazungumzia historia zaidi ya miaka 5000 iliyopita, ambayo ni sawasawa na binadamu, ni sawasawa na historia ya binadamu mwenyewe kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo tunapozungumzia hijama, basi tujue tunazungumzia historia ya tiba ambayo ina umri zaidi ya miaka 50, zaidi ya miaka 500. Ina historia zaidi ya umri wa miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salam. Hijama au tiba ya kunyonya damu ni mojawapo ya tiba ya kale zaidi duniani yenye historia ndefu, lakini pia inajumuisha tamaduni mbalimbali na nafasi muhimu katika Uislamu. Kwa hiyo tunapozungumzia hijama, sio jambo la leo, sio jambo la jana, wala sio jambo la juzi. Na insha Allah kwenye mada inayofuata tutakuja kuona tofauti, tutakuja kuona historia ya hijama katika tamaduni za maeneo mbalimbali. Kwa mfano Misri, China, Ugiriki, Roma, Ulaya ya kati na mashariki, Amerika kaskazini, wao wanasemaje katika jadi yao? Wana jadi ya hijama? Tutakuja kuona katika mada inayofuata. Kufikia hapa sina la ziada. Ni mimi daktari wako Omar Kamna, ambaye ni daktari mkuu wa Kamna Hijama Clinic Center, lakini pia ni mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.